na mimi kitabu kile cha Isaya 30 na mstari wake wa 21. Wale ambao wanaongozwa na Bwana, Biblia inasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia au mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Maana yake nini? Huwezi kuisikia sauti ya Mungu kama wewe sio mwombaji. Huwezi kuisikia sauti ya Mungu kama wewe si mwana wa Mungu. Kwa lazima uwe karibu na Mungu kwa njia maombi, ili uweze kutembea katika faida, ili uweze kutembea katika utele, ili uweze kutembea katika muongezeko. Unahitaji hiyo hekima ya kuisikia sauti ya Mungu inakwambia uko usiende, hiyo biashara usifanye, huo mkataba usiingie, hilo agano usiingie, maana mkataba ni maagano. Biashara zingine zilikufa baada ya kuingia ushirika na watu. Ulianza mwenyewe polepole, alafu baadaye ukatamanishwa mkopo. Tangu siku umekopa ule mkopo, biashara ikafa, ukashindwa hata kulipa deni. Kwa sababu gani? Ulifanya kwa akili yako, haujasikia sauti ya Mungu. Sio kila mkopo ni wa kukimbilia. Mikopo mingine ni vifungo vya kuua biashara yako, ni magano ya kimapepo, ni magano ya nguvu za giza. Kwa ndio maana vizuri kumuuliza Mungu. We kama muombaji utasikia sauti kabisa na kuambia, hiyo hela mama fulani, hiyo hela baba fulani, hiyo hela ndugu yangu, usichukue. Nenda na nguvu hizo ambazo umeanza nazo. Nenda hivyo, nitakubariki, nitakutajirisha kupitia mtaji wako mdogo, nitaikuza biashara yako. Israeli alikuwa ni mdogo sana, lakini Mungu akamkuza. Isaka alipoenda kwenye nchi ya Wafilisti alikuwa ni mdogo, nchi ya ukame, lakini Mungu akamkuza. Mungu akamwambia, usiondoke katika nchi ya Wafilisti, endelea kulima, nitakubariki, nitakuinua. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo 26, Mungu akambariki Isaka mbele ya Wafilisti mpaka Wafilisti wakamwonea wivu. Baraka zetu lazima ziwafanye watu wengine waone wivu, ya kwamba mbona huyu aibi, afanye ujanja, lakini bado anabarikiwa. Tutabarikiwa zaidi tunapobaki na maagizo ya Mungu, tunapoisikia sauti ya Mungu, tunapotembea katika njia za Mungu. Hekima ya Mungu itakufundisha namna ya kupata faida, maana amesema, mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye namna ya kupata faida. Kwa hiyo ukiomba hekima ya Mungu utapata faida kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye chochote ambacho unakifanya, kitakuwa na mazidisho. Hata huduma, wachungaji wengi wameanguka leo kwa sababu wameona fulani amejaza watu wengi, acha na mimi nianze kuongea uongo. Unaanza kuweka ratiba ambazo hazikuwepo kanisani kwako, na kuambia hilo kanisa litakufa. Watoto wako umewazoesha kuwalisha mkate na blue band. Sasa mara unaanza kuweka mavyakula ya kila aina. Umeona mahali fulani wamejenga kanisa zuri, na wewe sasa unaanza toa utabarikiwa, toa utabarikiwa. Na kuambia usifate maono ya mtu, fata maono yako, fata njia yako ambayo Mungu amekuagiza. Kwenye hiyo njia kuna baraka. Maandiko yanasema utasikia sauti ikikwambia, njia ni hii, ifuate. Ni Mungu amekupa njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa njia gani? Njia yako sio njia yangu, na njia yako sio njia yangu. Isikie sauti ya Mungu katika maombi peke yake, ndiko ambako unaweza kuisikia sauti ya Mungu, na huko ndiko sasa utajaza ghala zako, utajaza moyo wako, utajaza nyumba yako, utajaza familia yako na amani na furaha na baraka. Sihitaji baraka ambazo zitanitenga na familia, sihitaji baraka ambazo zitanifanya kila siku nilie, sihitaji baraka ambazo zitanifanya usiku nisilale, sihitaji baraka ambazo zitanifanya niache kwenda ibadani. Nahitaji baraka ambazo maeneo yote ya maisha yangu yatastawi. Nitampenda Mungu, nitapenda familia, nitapenda jirani zangu, nitapenda ndugu zangu, nitalala usingizi kama mtoto mchanga. Hizo ndio baraka ambazo mimi nazihitaji. Sijui wewe unahitaji baraka gani, lakini utasikia sauti. Ama acha siku ya leo masikio yako yafunguliwe, akili zako zifunguliwe, ili uanze kusikia sauti ya Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma ile andiko la mwisho Kutoka 33 na ule mstari wa 14.
Kutoka 33 mstari wa 14, maandiko yanasema ya kwamba akasema, uso wako utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Haleluya! Mungu akienda pamoja nami, Mungu akienda pamoja nasi, tutapata raha, tutapata raha, tutapata raha, tutapata raha. Mwambie Bwana, wikendi hii nenda pamoja nami. Nahitaji nipate raha yako, nahitaji nipate raha yako, nahitaji nipate raha yako. Nenda pamoja nami kwenye ndoa yangu, kwenye kazi yangu, kwenye huduma yangu, kwenye maisha yangu, kwenye biashara yangu. Nenda pamoja nami ili nipate raha. Raha inapatikana mahali ambako Mungu yupo, mahali ambako Mungu amekwenda nasi. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sana tuweze kusimama ya kwamba Mungu wetu aende pamoja nasi, aende pamoja nasi. Kama wahubiri tunavyosemaga andiko la mwisho, basi tusome Zaburi ya mwisho kabisa. Hatutasoma tena nyingine, tutakwenda kuomba make. Tunapenda kusema la mwisho. Sasa hili ni la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haya, Zaburi ya 25 mstari wa 4 na 5. Anasema, E Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Endelea kumwita Bwana kuongoze katika siku ya leo, katika jina la Yesu. Basi pale ulipo unaweza kusimama, mwambie Bwana, nijulishe njia zangu, unifundishe mapito yangu, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu. Yeye ndio Mungu wa ushindi wetu, yeye ndio Mungu wa neema, yeye ndio Mungu wa mapigano, yeye ndio Mungu amesema atapigana nasi tutanyamaza, atapigana nasi tutanyamaza. Hebu simama, anza kumwita Bwana katika siku ya leo, katika jina la Yesu. Bwana